Bismillahi rrahmani rrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Maashara almuslimin, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, twamshukuru Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake na kwa uweza wake na kwa neema zake alizotuneemesha, ikiwa miongoni mwa neema ambazo leo sisi tumeneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa hakika ni katika neema kubwa sana, neema ya mwanadamu kwanza kabisa kupewa akili. Akili ambayo kwamba ndio inayokufanya wewe ukaweza kutofautiana na asiyekuwa binadamu. Wanyama hayawanat, kinachowatofautisha wao na binadamu, kitu kikubwa kilichoko ni akili. Mwanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amembarikia akaweza kumpa akili ambayo kwamba ndiyo inayomwongoza, akaweza kufahamu njia hii nifuate, hii nisifuate, akaweza kujua hili ni zuri, hili ni baya, kwa sababu ya akili. Na ndiyo maana kukawa na tofauti kubwa mwanadamu na mnyama. Ikiwa ni maumbile pia, alhamdulillah, ni katika neema pia mojawapo mwanadamu ashukuru. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Mwanadamu maumbile yake changanya na akili aliyoumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hivi vyote ni neema. Lakini pia haikutosha ya kuwa umeumbwa ni mwanadamu, haikutosha ikawa umepewa pamoja na akili pia ya kuweza kukuongoza. Pia kuna neema ya wewe kuongozwa katika dini. Katika ulimwengu dini ni nyingi sana, lakini inna dina inda Allah al-Islam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia dini ambayo siku ya Kiyama itakwenda kupokelewa na Mwenyezi Mungu na ndio itakubaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dini ya Uislamu. Sasa kule kuongozwa katika Uislamu, ikawa wewe ni Muislamu, umetamka shahada au umezaliwa ndani ya Uislamu na ikawa wafuata vitendo vinavyotaka Uislamu, basi pia ni neema kubwa hiyo, watakaniwa umshukuru nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hakika ni nyingi sana, hatuwezi kuzihisabu kwa kuwa neema za Mwenyezi Mungu ni nyingi. Lakini twamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
kwa kusema alhamdulillahi bini'matihi tatimmu salihat. Twamshukuru Mwenyezi Mungu tukisema alhamdulillahi ala kulli hali, kwa hali yoyote ambayo Mwenyezi Mungu ametujaalia kwa hali hiyo, sisi twamshukuru nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa ikiwa ni hali ya maradhi, ikiwa ni hali umetofautiana na mwenzako, basi ujue kwamba kwa hali hiyo ya maradhi au kwa hali hiyo ya ulema kuna mwenzako ana kubwa zaidi ya hilo lako. Ndio tunasema alhamdulillahi ala kulli hali, twamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hali zote ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujaalia sisi, twamshukuru nazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Muislamu ni lazima amshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa neema alizojaaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa wingi kila siku. Iwe wewe wakithirisha katika kumswalia mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu wa Kiislamu, alhamdulillah, kwa muda huu wa magharibi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuchagua tuweze kuzungumza katika muhadhara huu kadiri atakapotuwafikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sisi twamuomba Allah, twamuomba Mwenyezi Mungu aweze kutuwafikia katika hiki ambacho tutakachokizungumza. Mwenyezi Mungu atuongoze sisi, na iwe ni sababu ya kusamehewa madhambi yetu, na iwe ni sababu ya kupata janna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atuongoze sisi wenye kuzungumza, kisha Mwenyezi Mungu twamuomba awaongoze almustami'una wote, almustami'in, wale wenye kusikiliza faida hizi na muhadhara huu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pia na wao awaongoze, na insha Allah Ta'ala Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima inda al-maut. Ndugu zangu wa Kiislamu, mada ambayo tutaizungumza leo hapa, tutazungumzia awaiqu ittiba'i al-haqqi, mambo ambayo kwamba humzuia mwanadamu yoyote katika kuifuata haki. Sisi tunajua haki ni haki iwe itakavyokuwa, lakini haki ni haki na itabakia kuwa ni haki, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashatuambia kwamba kunayo mambo ambayo ni haki, ni mambo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka ni sheria, mambo ya ibada, na kunayo mambo ambayo Mwenyezi Mungu ametukataza mambo hayo tusiyafanye. Kwa hiyo yale tulioamrishwa tuyafanye, ile ndio imeitwa kuwa ni haki na ndio siratum mustaqim, na yale ambayo tumeambiwa tuyaache, yale ndiyo mambo ambayo yameitwa kwamba ni ithmun ama ni muharramat, mambo yaliyoamrishwa na Mwenyezi Mungu, yaliyokatazwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pamoja na kuwa ni haki, na haki pamoja na kuwa iko wazi, bayinun, haki iko wazi, lakini pia kuna awaiqu ittiba'i al-haqi, kuna mambo ambayo kwamba hayo mambo akiwa nayo mwanadamu humzuia katika kuifahamu kwamba hii ni haki, humzuia katika kufuata ile haki aliyowekewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba hii ni njia nzuri. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, hii njia hii ni nzuri, hii ni mbaya. Pamoja na kuwa ile njia nzuri iko wazi, ambayo ndio haki. Mwenyezi Mtume anasema alharamu alhalalu bayyinun walharamu bayyinun, halal
ambayo ndiyo haki iko wazi kabisa, na ile haramu ambayo Mwenyezi Mungu ametukataza tusifuate pia nayo iko wazi kabisa. Alhalalu bayyinun walharamu bayyinun. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametuwekea wazi kila kitu. Sasa alhaqu, haki ni ile tulioamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuweze kuifuata. Kwa nini sasa Muislamu atakuwa haifuati haki? Lazima itakuwa kuna mambo ambayo Muislamu huyu, mambo yale anayo yanamzuia katika kuifuata ile haki aliyowekewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa jambo la kwanza, haya mambo ambayo yanamzuia Muislamu katika kuifuata haki ndiyo ambayo kwamba leo twataka tuyazungumze kwa kiasi atakachotujaalia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili tupate kuyajua kwamba kumbe jambo hili ndilo sababu inayomfanya Muislamu au mwanadamu asiweze kufuata haki. Haya mambo yanataka kuelezwa, haya mambo yanataka kubainishwa, haya mambo yanataka kuwekwa wazi ili Muislamu ajiangalie. Je, katika haya ambayo leo yameelezwa na ni katika mambo yenye kumzuia Muislamu kuifuata haki, mimi ninalo? Ikiwa unalo, basi fanya bidii uweze kuepukana nalo ili upate kuijua haki ni haki na upate kuifuata haki. Jambo la kwanza katika mambo ambayo hutuzuia sisi binadamu tusifuate haki, jambo la kwanza wanawazuoni katika kutuwekea wametuambia aljahlu. Jambo la kwanza ni ujinga. Aljahlu, ujinga. Na tunaposema aljahlu, ujinga, twakusudia ujinga wa mtu kukosa ilmu. Twakusudia ujinga wa mtu wa kuwa hana ilmu. Sasa imma mtu yule hana ilmu bin nusus, nasi za Al-Qur'anul Karim, nasi zile dalili za Al-Qur'an, nasi za hadithi za Mtume, ahadithi Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallama, huenda ikawa yeye hazifahamu zile nasi zilivyokuja, kwa kukosa kufahamu nasi za Qur'ani, kwa kukosa kufahamu nasi za hadithi Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na kukosa kufahamu maelezo ya wanawazuoni, akawa kumbe ile ni haki, lakini asifuate ile haki kwa kuwa ni jahilun bin nusus, ni mjinga, hana ilmu ya kuweza kuzijua nasi namna zilivyo. Au ni jahilu bisharia, katika dini ni mjinga kuzifahamu sheria za dini, kufahamu dini ya Mwenyezi Mungu. Wajua kuna mambo mengine ni basiti, mambo mengine ni madogo, lakini mambo hayo madogo pia hayapelekwi hivi hivi, huyafanyi hivi hivi, lazima upitie katika ilmu. Kama mfano tu wa swala, swala hii ya faradhi. Swala ya faradhi ina mambo ambayo ndani yake ni arkan, kuna mambo ndani yake ni sunna, kuna mambo ndani yake ni hayat, kuna mambo ndani yake hayat. Haya mambo yote haya huwezi kuyajua. Mtu lao atakuuliza, hebu nitajie hayatu swala, ikiwa hukupitia katika ilmu, haukusoma, huwezi kujua hayatu swala. Na ni mambo basiti madogo ambayo wewe wafaa uyajue, lakini kwa kuwa ilmu hukupitia katika ilmu, waweza ukashindwa kujua hayatu swala, waweza ukashindwa kujua arkanu swala, nguzo za swala, waweza ukashindwa na kujua pia
zile faradhi za swala, sunna za swala, ukashindwa kuzifahamu. Kwa sababu gani? Aljahl, sababu ya ujinga. Asa mara nyingi ujinga, aljahl, ndio unaomfanya mtu asiweze kuifuata haki, ikawa hajui maskini ya Mungu kwamba hii ni haki, nafaa mimi nifuate, kwa sababu hafahamu, hana ilmu, hakusoma. Jahilun bin nusus, jahilu bi shari'ati din. Kwa hiyo akawa hawezi kuzifahamu, hawezi kuifahamu dini yake, na hawezi kufuata haki, kwa sababu ya kuwa yeye kuna kasoro katika maisha yake, na kasoro kubwa ambao ni msiba mpaka hivi sasa unaoendelea. Jahlun, ujinga, mtu kukosa ilmun, kukosa ilmu, hasatan katika ulimwengu wetu wa sasa, zama zetu hizi za sasa, zama ambazo kwamba watu hawataki kuisoma dini yao, zama ambazo kwamba watu hawataki kusoma sharia za dini. Ndio kabisa, utaona ukorofi umekuwa ni mwingi. Hata afadhali zamani wanazuoni wakiheshimiana kwa sababu ya ilmu walizokuwa nazo, kwa sababu ya ilmu walizokuwa nazo, wakawa hawateti, wakawa hawatukanani, wakawa hawadharauliani, sababu ilmu walizokuwa nazo. Lakini njoo katika ulimwengu wetu wa sasa, utakuta namna watu wanapoteta, watu wanapokatana, watu wanapotukanana katika mitandao na sehemu zingine. Nini? Jahlun, ni ujinga wa watu kukosa ilmu ya dini yao hii ya Kiislamu. Kwa hiyo jambo la kwanza linalomzuia mtu kuweza kuifuata haki, aljahl, ni ujinga, mtu kukosa ilmu ya dini, ilmu ya Alquranul, ilmu ya dini yake ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Alquranul Karim ametuambia, kumwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, qul, sema ewe Mtume Muhammad, kuambia ummati wako, innama harrama rabbi alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan, hakika si lengine ni hili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha alfawahisha, yale machafu, madhambi yale machafu, ma dhahara minha, yaliyodhihiri ambayo yanaonekaniwa munkarat kwamba haya ni machafu, wa ma batan, na yale ambayo kwamba yako ndani yamejificha, hauwezi kuyajua mpaka uwe na ilmu. Yote hayo Allah Subhanahu wa Ta'ala harama, ameyaharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtu asiweze kuyafanya. Madhahara, yaliyodhihiri utayajua, mengine ambayo yako wazi utayafahamu, haya ni haramu kuyafanya. Wa mabatan, na yale ambayo kwamba yamejificha pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kuyaharamisha, usiyafuate. Kule kutoyafuata na kutoyafanya, hiyo ndio haki. Kwa hiyo usiyafuate. Ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi alhaq, mtu kufanya madhambi na kufanya uharibifu na kibri basi na haki yoyote. Wa antushriku billah, na musimshirikishe Mwenyezi Mungu. Wa antushriku billahi ma lam nazil bihi sultana, na kumshirikisha Mwenyezi Mungu pasi na mtu kuteremkiwa na huja yoyote, na musimshirikishe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu mwisho asema, wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun, jahl, na kusema kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yale ambayo kwamba ma la ta'lamun, wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun, na kusema kwa Mwenyezi Mungu yale ambayo kwamba hamuyajui. Yani wewe wazungumza, wamuongoza mtu, wamwambia yale lile lafaa fanya,
Hiyo ndo antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Wewe hujui, kumbe maskini halifai, lakini wamchukua mwenzako wamuongoza, wamwambia lafaa, wamwambia mwenzako usiende pale, usiingie pale, haramu kuingia pale, shiriki kuingia pale,